duniani. Wakati huu basi ni wakati mwafaka nenda kupokea taarifa ya habari. Msikilizaji, kumbuka kwamba hivi leo basi tunakuletea matangazo ambayo vile vile tutakuwa tunakuletea matangazo ambayo ni maalum kutokana na yale ambayo yanajiri katika jiji kuu la Nairobi, Kenya, na mengi tu namna hiyo. Ndio maana namna hiyo tunajiweka katika njia iliyo sawa ili uweze kupokea. Lakini sasa twende tupokee matangazo ambayo ni maalum, ambapo namna hiyo tunazidi kusonga mbele, ambapo tujue yale ambayo yanajiri kote duniani. Uturuki imewatuma wataalamu kadhaa wa uokozi kwenda ukanda wa Gaza. Ulisaidia kundi la Hamasa kutafuta miili ya mateka wa Israel ambao inaaminika miili ambayo imefunikwa na vifusi vya majengo yaliyoporomoshwa kwa vita. Tangazo la kutumwa kwa wataalamu hao imetolewa katika wakati hasira inaongezeka nchini Israel, hususan miongoni mwa familia za mateka, baada ya Hamas kusema imeshindwa kuipata miili ya ndugu na jamaa zao. Familia hizo zimeitaka serikali ya Israeli kusitisha utekelezaji wa hatua zinazofuata za mkataba wa kusitisha vita hadi pale Hamas itakapoikabidhi miili ya mateka 19 waliopoteza maisha yao wakiwa kizuizini. Hamas imesema imedhamiria kutimiza matakwa ya mkataba uliosimamiwa na Marekani, ikiwa ni pamoja na kuikabidhi miili yote ya mateka itakapopatikana. Viongozi wa Israeli wametishia kuanzisha tena vita au kuzuia upelekwaji wa misaada ukanda wa Gaza iwapo miili hiyo haitapatikana haraka. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amelaani mapinduzi ya kijeshi yaliyotokea nchini Madagascar baada ya wiki kadhaa za maandamano ya umma dhidi ya utawala wa Rais Andry Rajoelina. Guterres amekosoa mabadiliko ya uongozi yasiyozingatia katiba na ametoa mwito kurejea kwa utawala wa kiraia nchini humo chini ya msingi wa katiba. Matamshi yake ameyatoa wakati kanali wa jeshi aliyechukua madaraka siku ya Jumanne, Michael Randrianirina, anatarajiwa kuapishwa leo Ijumaa kuwa rais wakati wa hafla itakayofanyika katika majengo ya mahakama kuu ya katiba kwenye mji mkuu Antananarivo. Umoja wa Afrika pia umelaani mapinduzi hayo na kuisimamisha Madagascar wanachama wake. Rais Donald Trump wa Marekani anakutana na Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine mjini Washington leo, siku moja baada ya kufanya mazungumzo na Rais Vladimir Putin wa Urusi iliyojadili hatua za kumaliza vita. Trump amesema mazungumzo yake kwa njia ya simu na Rais Putin yalikuwa mazuri na wamekubaliana kufanya mkutano wa kilele mjini Budapest nchini Hungary mnamo wiki zinazokuja. Atakutana na Rais Zelensky katika wakati anatafakari uwezekano wa kuipatia nchi hiyo makombora ya masafa marefu ili kuisaidia kuikabili Urusi. Inatazamiwa kuwa Zelensky atamsihi Trump aidhinishe Ukraine kupatiwa silaha hizo na mifumo zaidi ya ulinzi, hasa kutokana na kuendelea kwa mashambulio ya anga ya Urusi. Usiku wa kuamkia leo, Urusi ilishambulia miundombinu ya umeme ya Ukraine kwa droni na makombora na kusababisha ukosefu wa nishati hiyo muhimu kwenye mikoa kadhaa. Mwili wa kiongozi mkongwe wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga utaagwa kitaifa leo Ijumaa kwa ibada maalum mjini Nairobi nchini Kenya na kuhudhuriwa na viongozi wakuu wa wawakilishi wa serikali mbalimbali duniani. Vyombo vya habari nchini Kenya
vimeripoti kuwa ibada hiyo itafanyika kwenye uwanja wa michezo wa Nyayo na kuongozwa na rais wa taifa hilo William Samoei Ruto, ambapo Odinga, mwanasiasa kigogo wa upinzani, aliaga dunia siku ya Jumatano akiwa nchini India alikokwenda kwa matibabu. Mwili wake ulirejeshwa nyumbani jana Alhamisi na maelfu ya watu walipata nafasi ya kutoa heshima za mwisho kwenye uwanja wa Kasarani nje kidogo ya mji mkuu Nairobi. Hata hivyo, zoezi hilo lilikumbwa na vurumai iliyosababisha vifo vya watu wasiopungua 3 baada ya polisi kufyatua risasi ili kuwatawanya waombolezaji waliokuwa wakisongamana kuelekea jukwaa la watu mashuhuri. Rais mpya wa Peru Jose Jeri amepuuza miito ya shinikizo la kumtaka ajiuzulu kufuatia kifo cha mwandamanaji mmoja kilichotokea wakati wa wimbi kubwa la maandamano yaliyoongozwa na vijana dhidi ya serikali hii ya nchi hiyo. Kiongozi huyo amesema hatoachia madaraka na kwamba ataendelea kutekeleza majukumu yake ya kurejesha udhabiti kwenye taifa hilo la Amerika ya Kusini. Waendesha mashtaka wamefungua uchunguzi wa kifo cha mwandamanaji mwenye umri wa miaka 32 ambaye taarifa zinasema alipigwa risasi na polisi wa kutuliza ghasia. Maelfu ya vijana wa Peru wameteremka mitaani kwa karibu mwezi mzima kudai malipo mazuri ya mishahara na kuonesha hasira dhidi ya vitendo vya uhalifu na madai ya rushwa iliyokithiri serikalini. Wanamtaka Rais Jeri aliyeapishwa wiki moja iliyopita kurithi nafasi ya rais mwingine aliondolewa madarakani ajiuzulu pamoja na wabunge wote wa taifa hilo. Ni matangazo ambayo yanakujia moja kwa moja, ambayo ni matangazo ambayo ni ya maalum, ambapo msikilizaji pote pale ulipo, yapo basi unaungana nasi haujekosea kabisa. Tupo mbashara kupitia idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Unatupata katika majukwaa yote ya mawasiliano kwa hisani kuu ya Google, na hivyo basi unatupata kwa njia ambayo inapendeza. Tunakuomba mpenzi msikilizaji, maana kitu hiko kufikia malengo yetu ya uratibu kwenye hatua ya kuweza kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yetu mbali na kwa njia nzuri yatakayotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM. Wasilisha mchango wako kupitia paybill number ni 625625, account number ni 01245085217800, au enda pale kwenye Facebook utafuta link ya PayPal. Hapo ndipo unaweza kutupata iwapo unapata taabu kuweza kutuma pesa hizo ukiwa kwenye mataifa mengine. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Na katika taarifa ambayo ni ya ombolezo, basi waombolezaji wa Kilwa na ratiba ya kumwaga Raila Amolo Odinga, basi tupokee taarifa hii. Wakenya wa tabaka mbalimbali walijitokeza kupokea mwili wa mwendazake Raila Amolo Odinga ambao ulitarajiwa kuwasili hapa, lakini kulingana na ratiba ambayo ilipangwa, mwili huo uliweza kupelekwa katika uwanja wa kimataifa wa Kasarani, ambapo utakaa pale hadi pale utakapoletwa hapo baadaye jioni. Lakini wananchi mbalimbali ambao walijitokeza hapa kusubiri mwili huo walikuwa na hisia tofauti kuhusiana na ratiba hiyo kuweza kubadilishwa na mwili huo kuweza kupelekwa katika uwanja wa kimataifa wa Moi Kasarani. Hebu tuwasikize. Kwa kweli kitu ya Raila Amolo Odinga yanafurahisha sana kidogo. Baba alitoka hapa, hapo tuambie chochote. Sasa hivi yenye inakuja baba amekufa. Hakuna nyingine ninaweza sema. Kitu ya baba. Mimi nilistuka, hata nafanyanga kazi hapa Saisalingam, lakini nimeacha kazi yangu kukuja ku escort baba.
Jeneza lake likiwa limefunikwa kwa bendera ya Kenya ilipokelewa na wanajeshi na kisha kuwekwa kwenye gari maalum la kijeshi. Kesho siku ya Ijumaa itakuwa ni siku ya mapumziko ambapo Wakenya watakuwa wanatarajiwa kufika katika uwanja wa michezo wa Nyayo kuweza kutoa heshima zao za mwisho, na baadaye hapo mwili huo unaweza kusafirishwa hadi katika kaunti ya Siaya katika eneo la Bondo, na kwa mazishi ambayo yanatarajiwa kufanyika siku ya Jumapili katika shamba la babake la Opoda katika kaunti ya Siaya. Kutoka jijini Nairobi, mimi ni George Ajowi, RFI Kiswahili. Asante sana George Ajowi, kwamba hivi leo mwili utalala katika nyumbani kwake Karen, na baadaye utasafirishwa kesho kuelekea Kisumu, ambapo watu wa Kisumu watapata nafasi ya kuweza peana heshima zao za mwisho. Baadaye safari ya kuelekea Siaya kesho itaanza kutokea Kisumu. Ni muda wa risali 1:30. Hayati Raila Amolo Odinga atazikwa siku ya Jumapili. Ndio yale ambayo yanajitokeza, msikilizaji, katika hatua hii, ambapo popote pale ulipo unapokea matangazo haya ya mbashara, ambapo namna hiyo tunakutolea tu taswira ya yale ambayo yanajitokeza katika wakati huo, ambapo namna hiyo unajiandaa. Iwapo basi unaelekea kule Nyayo Stadium, basi usipitwe na chochote. Ndio maana tunakutolea taswira hii ili usiweze kupitwa na chochote na ndio hali ambayo inajitokeza, msikilizaji, wakati ambapo unapokea matangazo haya, ambapo ni matangazo maalum, ambapo namna hiyo idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa inakuweka katika ile nafasi ya kuweza kujua ni kipi ambacho kinajiri, ni kipi ambacho kinajitokeza, na ni kipi ambacho tunakifahamu kufikia sasa kupitia shirika hili na kupitia idhaa hii. Familia ya aliyekuwa waziri mkuu, msikilizaji, wakati basi tunaanza uchambuzi wetu moja kwa moja kwenye matangazo haya maalum. Familia ya aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga pamoja na daktari bingwa wa moyo aliyemhudumia katika hospitali moja nchini India, msikilizaji, wameeleza kwamba uchungu juhudi za wameeleza kwa uchungu juhudi za mwisho za kumwokoa kiongozi huyo mkongwe wa upinzani. Wakenya walipokuwa wakijiandaa kwenda kazini alfajiri ya Jumatano, hospitali ya Deva Mother iliyoko Kerala kusini mwa India kulikuwa na taharuki, msikilizaji. Bwana Odinga alikuwa ameelekezwa hospitali humo kwa dharura baada ya kupata mshtuko wa moyo alipokuwa akitembea asubuhi saa 2:30, saa 12 asubuhi saa za Kenya, saa 2:30 saa za India. Hapo ndiye alikuwa namna hiyo anafanya mazoezi yake. Aliandamana na daktari wake binafsi na mlinzi wake Morris Ogeta, ambao walijaribu kumpatia huduma ya dharura ya CPR, ambapo Bwana Odinga hakurudiwa na fahamu, jambo lililolazimu kumkimbiza hospitali iliyoko karibu zaidi. Na afisa wa polisi nchini India amefahamisha shirika la habari la AFP kuwa Bwana Odinga alikuwa ameandamana na dada yake Rudha, binti yake Winnie, daktari wake binafsi na maafisa wa usalama wa Kenya na India. Madaktari walichukua usukani wa juhudi za kuokoa maisha mara moja alipowasili. Hakuwa na mapigo ya moyo wala shinikizo la damu iliyoweza kupimika alipowasili, anasema Daktari Alphonse, bingwa wa moyo. Ndio vitu ambavyo namna hiyo, msikilizaji, tuna vipokea kama wanahabari, na ndio hali ambayo namna hiyo inajitokeza kwamba sasa natumai kwamba umeanza kupata taswira kwamba kulikuwa aje katika safari hiyo, na ni lipi ambalo lilifanyika katika kuweza kunusuru maisha ya kiongozi huyu ambaye wengi watamkosa sana katika maisha ya siasa. Na kakake hayati Raila Odinga, ambaye kaka yake mkubwa Oburu Oginga, ametangaza mabadiliko machache kuhusu ratiba ya umma kutazama mwili wake na ibada ya wafu kwa heshima zake. Akiongea na wanahabari nyumbani kwa Raila Opoda Farm, Bondo, Siaya, Daktari Oginga amesema kuwa ibada ya wafu itafanyika katika uwanja wa michezo wa Moi Sports Center, ambapo namna hiyo ibada ya wafu inafanyika katika uwanja wa Nyayo
hivi kwa ile taarifa ambayo naipata msikilizaji, katika uwanja wa Nyayo ndio hali ambayo namna hiyo ibada inafanyika, wakati ambapo namna hiyo kulingana na waombolezaji walioshuhudia katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta, wamekuwa na kwamba wale kutazama mwili ulihamishiwa katika uwanja wa Kasarani, na ni mambo ambayo namna hiyo tunazidi kufuatilia msikilizaji, ili tuweze kuweka katika nafasi ya kuweza kujua ni kipi ambacho kinajitokeza sasa hivi. Watu wanawasili wengine namna hiyo. Ulinzi upo katika uwanja ule wa Nyayo Stadium. Katika hatua hii msikilizaji, ninapozungumza hivi sasa hivi ulinzi upo katika uwanja wa stadium wa Nyayo Stadium, jiji kuu la Nairobi, na vile katika maeneo ya bunge, kwamba watu wako katika maeneo ya bunge, mwili ule umeelekezwa pale katika maeneo ya bunge. Ndio vitu ambavyo namna hiyo nazidi kufuatilia kwa makini, ili tuweze kujua ni kipi ambacho kinajitokeza. Watu wamejitokeza, wanaoshika tama, wanaowaza na kufikiri. Watu wamehuzunika kwa njia moja ama nyingine, kwa sababu ni kiongozi aliyeguza maisha ya watu wengi sana. Ndio hali ambayo inajitokeza pote pale ulipo wakati huu. Basi na chochote ile ambacho nakifanya basi hali basi na kadhalika na kadhalika, wale ambao ni wapenzi wetu wanaotufuatilia wakiwa maeneo ya Nigeria, maeneo ya Uingereza, maeneo ya Afrika ya Magharibi, ni wakati ambapo namna hiyo nazidi kusonga mbele. Labda kwa kifupi tu niliweza kufahamisha kwamba Kenya is mourning one of its greatest son, Raila Amolo Odinga, is a veteran politician, and that's why Kenya is mourning. Na wakati ambapo uko katika maeneo ambao upo msikilizaji, katika hatua hili kwamba Raila Amolo Odinga, maybe I can say, if you are following us wherever you are, that it's like a personal strategy, maybe sometimes setbacks and betrayal, the situation that Raila Amolo Odinga became familiar with. It has been a struggle throughout his life, dear listener, wherever you are tuning in, and as you are listening to Radio Fortune Africa, and maybe I have and heartily find to appreciate, and people appreciating to say that finally he has rested, but he had a very long struggle to say that Kenya and Africa has a better leadership, and democracy is being practiced in Africa. He was born in 1945, dear listener, wherever you are, when his father was a teacher at Maseno, and then citadel of the Church of England in Western Kenya. Wherever you are tuning in, and it was a time of great social transformation when Western churches were beginning to shape different aspects of the African society. He is a son of a teacher. His father was a teacher at Maseno, dear listener. It was a time of a great social transformation when Western churches were beginning to shape different aspects of the African society, resulting in a clash with the African tradition custom, dear listener. When Oginga took Raila and his other siblings for baptism at Maseno, Reverend Nyende chased them away for not having a Christian name. Odinga, being a traditionalist, had insisted on giving his children African names. Consequently, Odinga wrote to the main diocese in Nairobi complaining that his children had been denied baptism for not having Christian names. Nairobi wrote back stating that there was nothing in the church constitution that stopped one from being baptized using an African name. However, despite this directive, no African priest was ready to baptize Raila and his siblings. Eventually, Oginga found a repeated priest at Maseno who agreed to carry out the baptism, but there was another problem. Raila's mother refused to accompany them to church because of the humiliation she had suffered on the previous occasion when the priest chased them away. In the event, Odinga sought the assistance of his students at Maseno, who helped him carry Raila and other siblings to church for baptism, dear listener. Fortunately, his wife later calmed down and joined them in the church. Raila was baptized as Raila Amolo Odinga, Oburu as Ngonga Molo
Oburu and Agola as Agire Omodo Agola. Dear listener, this is history about this family. In 1962, Odinga, who by then joined politics and was a leading nationalist, decided to send his son Raila abroad for higher education behind the Iron Curtains, where he had developed connections. But there was another problem, dear listener. Again, the colonial government resented communist and Odinga, being the Soviet point man in the East Africa, closely monitored. Because of this, Raila could not secure a passport. According to intelligence of documents, the young Raila traveled with a lady called Acheng to Tanzania. And this is where yesterday I wrote about the Swahili that Raila was once a Tanzanian nationalist because he had a passport of Tanzania for 3 years. Why? Because he traveled to Tanzania so that he can get a passport where they were issued with a Tanganyikan passport for their onward journey to Europe to study. He returned in 1970 to find his father Jaramogi Odinga in detention. This detention took a toll on Odinga's family, dear listener. His businesses had to be to close down as creditors came knocking. The family was now languishing in poverty. Some of Odinga's children had finished school but could not find jobs because anything Odinga was considered a threat to the government. To make ends meet and to support the family, Raila started business. Later worked on the University of Nairobi before joining Kenya Bureau of Standards. But just when he thought things were getting better, he suffered another tragedy when his brother Frederick Odinga committed suicide in the home of Acheng Oneko at Woodley Estate, Nairobi, where he was being accommodated in 1975. Odinga had become so frustrated with life. In 1978, the Odinga family home was wiped clean and auctioneers, not even cooking pots were spared. In 1982, dear listener, both Raila and his father were arrested and detained after being implicated in 1982 while in prison, putting up with the daily torture strategies. He came calling in quick succession in 1984. First, he lost his dear mother. Strategy. He was only informed 2 months later by the prison warden. A couple of months later, he lost his brother, Omodo Agola, who died shortly after coming out of prison, where he had been confined on an allegation of causing an accident. Agola was a diabetic and therefore had to inject himself regularly. However, prison authorities blocked him from accessing his medication, worsening his condition. He was taken to Kakamega Hospital by prison officers who chained him on his hospital bed. Even though Omodo was freed by court, which found him not guilty of the offense, it was too late because diabetes had completely ravaged his health. He died young in the 30s, dear listener. In 1988, Raila's wife Aida Odinga was kicked out of teachers' quarters of Kenya High, and dismissed on the basis of public interest. This is what the family went through, dear listener. After things in prison, Raila joined politics and became one of the leading agitators of multipartyism. But soon he fled to exile. He returned to Kenya in 1992 after 1 year in Norway and became the leading voices of opposition politics. He lost his father a couple of years later, a situation that resulted in a power struggle within Ford Kenya. He eventually decided to walk out and form his party NDP. He later worked with Moi in Kanu and played a role in bringing Naka to power, but he was sidelined as a son. He was sidelined sooner. Kibaki occupied the house on the hill. In 2007, he led an aggressive, well-oiled political campaign that almost brought him into power, but he was rigged out. Perhaps his biggest strategy
was losing his firstborn son, who was viewed by many as a heir, even though he put on a brave face. He was a man that went through a lot, dear listener. At the time of his death, was no longer a radical political on the 90s, but a statesman who put the stability of the nation Kenya in front of his life. That's all about, maybe, dear listener, wherever you are. We are mourning a statesman. We are mourning a hero. Kenya is mourning. Africa is mourning because he's a man that went through some struggles in life. And this is the reason I've decided to go into history and try to bring to who is Raila Amolo Odinga, by the way. And now we can get something, a snippet about who is Raila Amolo Odinga, because this is what the man went through. It was not easy to become the Raila Amolo Odinga that we know. It has taken years to package himself to be the Raila Amolo Odinga, the man that we know. Kuna vitu ambavyo alivipitia, kuna vitu ambavyo alikumbana navyo, kuna vitu ambavyo setbacks ambazo ziliweza kumfanya namna hiyo, betrayal ambayo alikumbana nayo, hali ngumu na mateso ambayo alikumbana nayo, akaweza kusimama. Ndio maana leo hii dunia inamwaga katika jiji kule Nairobi, kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa ni kitu ambaye alisimamia. Ndio maana who is Raila Amolo Odinga, and that's the reason tunakuletea makala haya maalum ili uweze kumfahamu katika njia ya undani kwamba ni mtu yupi huyu ambaye dunia yani wakati ambapo umauti umemfuata, watu wameweza kuzungumza, watu wameweza katika kwenda kukulaki mwili wake katika uwanja wa ndege, watu wameenda wakiomboleza, watu wametembea mguu wakielekea katika uwanja wa Kasarani katika kwenda watu yani who is Raila Amolo Odinga. Ndio wale ambao wanaona kwamba haikuwa barabara nyepesi kufikia katika nafasi ambayo alifika ndani. It was not an easy journey to be a Raila Amolo Odinga. Pote pale ulipo msikizaji, ni matangazo maalum haya ambayo tuna endelea nayo msikizaji, wakati ambapo tutakuwa napiga macho tuangalie katika eneo lile la maeneo yale ya Nyayo Stadium, ni kipi ambacho kinajitokeza pale, kwa sababu matangazo haya ni mbashara na tuko hapa kwa ajili ya kuweza kuweka vizuri ili ukaweze kufahamu kinachoendelea wakati ambapo Nairobi inamuaga Raila Amolo Odinga. Katika uwanja wa katika barabara ile ya Mombasa Road, tunaona kwamba rais ule msafara wa rais unaelekea katika uwanja wa Nyayo. Shida ambaye ameondoka katika uwanja wa Nyayo.